Rais wa Ukraine Bwana Zelensky anasema kuwa hivi sasa yeye yuko tayari kwa ajili ya uchaguzi. Anasema anahitaji angalau siku 60 mpaka 90 kuweza kusimamia mchakato wa uchaguzi uweze kufanyika. Ila kwa masharti ya kuwa Marekani pamoja na Ulaya wahusike kwenye usalama kamili wakati wa mchakato mzima wa kuelekea kwenye uchaguzi wa Ukraine. Muda wa mwisho wa Zelensky ulikuwa umemalizika kati ya 20-24 mwezi wa 5, lakini aliendelea kubaki kwenye madaraka kwa sababu nchi ilikuwa kwenye mgogoro, au nchi iko kwenye vita, iko kwenye amri ya jeshi, au iko kwenye utawala wa kijeshi. Na wakati wa minong'ono mingi kuhusu uhalali wake wa yeye kubaki kuwa rais, bunge la Ukraine lilienda kupiga kura. Lilipiga kura na kupitisha kwa kura nyingi zaidi kwa Bwana Zelensky abaki kuwa rais. Hiyo liliamua hivyo. Bwana Zelensky atabaki kuwa rais kwa mujibu wa bunge la Ukraine lililompigia kura. Sasa haya yamekuja kama majibu baada ya shutuma zilizotolewa na Donald Trump akimshutumu Zelensky pamoja na washirika wa Ulaya, akiziita nchi za Ulaya kuwa nchi zinazokwenda kuangamia, viongozi wake hawana maono, nchi dhaifu na nchi ambazo zimeshindwa kudhibiti uhamiaji. Akisema Poland na Hungary ndio nchi pekee za Ulaya ambazo zimeonekana kufanya vizuri au kudhibiti masuala ya uhamiaji. Hizo ni kauli za Donald Trump. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Assalamu alaikum. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo, kutoka kusherekea miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Tunarejea tena kwenye maisha ya kawaida na tunaendelea. Najua mnatamani nizungumze nini, kuhusu nini. Huko sitozungumza kwa sababu nilishazungumza na maoni yangu nilishawahi kuyatoa. Na wale wapo kwenye magrupu yangu ya uchambuzi ambao huwa nazungumza kila siku, nimelizungumza hili kwa kina kabisa. Na rai yangu na maoni yangu na kile ninachokiona nimekizungumza vizuri kabisa, kwa sababu unajua kuna wale wanapenda wanabeti, wazee wa kubeti, wazee wa mikeka, wana ile kanuni, wanasema kuna kitu kinaitwa cash out. Yani unakuwa umebeti, yani sifanyi promotion yoyote ya beti, ila nataka kuelezea kitu kupitia hiyo, kuwa unakuwa umebeti. Kubeti unajua nini? Kucheza kamari. Beti ni kamari, haijalishi vyovyote utavyoita, lakini kubeti ni kamari. Umecheza kamari ya mpira. Sasa ile mechi umeweka zile kamari, alafu ukasema timu fulani ishinde. Sasa ile timu ikawa inaongoza. Yani tayari wewe kwenye muda ambao mpira unachezwa, ile timu umeichagua tayari inaongoza. Lakini kuna sehemu sasa ile kampuni imekuwekea, kuna sehemu kuwa labda ingekuwa mechi ikiisha utapata 100,000, lakini kabla mechi haijaisha inakuonyesha kuwa chukua 50,000, ndio wanaita cash out. Sasa yani kuna mtu anasema ile utaratibu unatakiwa sasa subiri sijui mechi ishe upate yote 100,000, au uamue ku cash out upate nusu ya kile ulichokipata. Naweza nikakupa huu mfano kwa wenye uelewa, watanielewa nazungumza nini. Sitaki kwenda deep, lakini nakueleza kuwa walikuwa na nafasi ya ku cash out, hawakutaka ku cash out. Wakataka mechi ishe ili wapate kilicho kamili. Sasa dakika ya 98 mechi ikasawazishwa goli. Dakika ya 88 goli likasawazishwa, ikawa 1-1. Dakika ya 92 jamaa wameongeza goli la pili, cash out imefungwa na game imekwisha. Mnanielewa vizuri ninachokizungumza? Game imekwisha. Ni lazima mtumie akili pale mnapotafuta vitu. Huwezi kupata kitu kwa 100%. Lazima ukubali kupoteza kidogo ili upate angalau unachoweza ukipata. Lakini sasa warudi tena mazoezini, tuone nini kitachokuja kupatikana. Niachane na hayo, najua umenielewa. E3 E3 ni nchi 3 giant za Ulaya. E3 Ujerumani ambayo ikiwa kinara, Uingereza na Ufaransa. Hawa wanajiita E3. Ni wa nchi zenye uchumi mkubwa zaidi, yani zilizoendelea kabisa kiviwanda Ulaya. Unajua
hapa Urusi alikuwa anaingia, japokuwa Urusi wao wanamuona kama sio Ulaya. Wao wanaona Urusi sio Ulaya. Sasa hizi nchi tatu zilikutana na bwana Zelensky London. Zelensky alikuwa kwenye ziara ambazo mfululizo amekuwa na ziara. Alienda kule Brussels, akaenda Ireland, sijui akaenda wapi katika kutafuta uungwaji mkono. Wakati Steve Witkoff na Jared Kushner wanakimbizana kupeleka lile azimio la Donald Trump, na yeye anakimbizana kwenda kutafuta msaada kwa ndugu zake, washirika wake, wanaomwamini na wanaomkubali. Ameenda kukutana nao wapi? London, Downing Street. Wakakutana vizuri, kwenda kukaa chini kuchambua kifungu kimoja kimoja katika mpango wa Trump na kufanya marekebisho na kuweka vile wanavyotaka. Halafu wakamkabidhi bwana mdogo, bwana Zelensky, kuwa chukua mpango ni huu, sio ule mpango anakuletea Marekani. Leo Jumatano, Zelensky anatarajia kuwasilisha mpango mpya wa marekebisho kwa Marekani. Wakati huo Donald Trump katika taarifa iliyotolewa na Marekani ya masuala ya kiusalama amezishutumu sana nchi za Ulaya kuwa ni nchi ambazo zinampoteza Ukraine, nchi ambazo hazitaki amani, na nchi ambazo zimeshindwa kuchukua hatua yoyote kuhusu amani, na nchi ambazo hazijafanya lolote kuhusu Urusi na Ukraine, lakini ni nchi ambazo anasema zimekwisha kufeli, ni nchi ambazo zinakwenda kuangamia. Viongozi wao hawana maono. Uhamiaji umewashinda. Nimemsikia kansela wa Ujerumani Merz, ofisi yake ikijibu hilo, inasema si kweli shutuma za Trump kuwa hizo nchi zimeshindwa. Lakini kitu kimoja akasema kuwa matatizo ya Ulaya, Marekani haina haki kuyaingilia au kuwafundisha kuhusu demokrasia. Ikanivutia hii kitu. Kumbe hata wao wanafahamu kuwa sio vizuri kuingilia watu kwenye demokrasia yao au kuwapangia watu nini unataka ukifanya. Sasa nikajiuliza, kwa nini EU wanapenda kunyoshea vidole wengine? Kila kona duniani wao wanatoa matamko, na bunge lao ambalo ni bunge la EU na wabunge waliochaguliwa ni wabunge wa Ulaya, wanaohusu nchi za Ulaya. Ajabu kuwa eti wabunge wa EU wanakuwa ndio utafikiri marefari wa dunia. Sijawahi kusikia bunge la Afrika limetoa tamko kukemea bunge limetoa taarifa kukemea nchi ya Haiti. Bunge la Afrika limetoa maazimio kwa ajili ya nchi ya Ubelgiji. Bunge la Afrika Kwa nini bunge la Ulaya ndio linatoa hiyo taarifa? Wakati huo kansela Merz anamwambia Donald Trump, huna haki ya kuingilia siasa yetu, wala we huwezi kutupangia sisi siasa yetu tunaendeshaje. Kumbe wanalijua kwa nini wao wanaingilia siasa ya wengine na kuwapangia kuwa wanataka kufanya hivi na kufanya vile. Kwa nini wasiwaache watu waamue kile wanachokiona, kuwa wao wamekuwa vinara au wao wamekuwa makocha au wao wamekuwa nini? Kuna la kujifunza hapa. Lakini si shangai wimbo wa EU na Ulaya hawimbwi sana na wao wanatoa tamko. Ila kwa Afrika au kwa nchi zinazoendelea kuna watu ambao hufanya hiyo kazi, wanaitwa wanaharakati. Ndio hufanya kazi kwa niaba, kuanza sasa kuzipeleka sasa kwa raia wa kawaida ambao hawajui lolote kuhusu EU, hawajui lolote kuhusu maazimio, hawajui lolote kuhusu chochote. Ndio utaona utalazimishwa kuwa kama vile kuwa hayo umetoa na maisha yanasimama hapa. Yani utafikiri kila kitu kimesema no. Hebu tuweni kama wazungu, tuweni kama Ulaya, tujibu kama alivyojibu kansela Merz kumwambia Trump kuwa huwezi kuingilia demokrasia yetu, wala we huwezi kutupangia Ulaya tuishije, wala we huwezi kutunani chochote, na sisi tuwe hivyo. Watu wache tuzungumze wenyewe kuwa matatizo yetu tunaweza tukayamaliza wenyewe. Sasa nilikuwa nazungumza nini kuhusu Ukraine? Zelensky baada ya kushutumiwa na Trump kuwa kwanza kwa nini haufanyi uchaguzi, amesema yuko tayari. Nchi yake iko tayari kufanya uchaguzi kwa masharti kuwa Marekani asimamie usalama pamoja na Ulaya, ili kuhakikisha nchi inaingia kwenye uchaguzi kati ya siku 60 na 90 zijazo. Wafanye uchaguzi, kwa sababu shida ni uchaguzi. Watafanya uchaguzi. Lakini taarifa iliyotolewa na Marekani niliyokuambia, na maoni yaliyotolewa na Donald Trump akihojiwa na gazeti la Politico
ametoa maneno mengi sana, amewashutumu sana Ulaya, kawapa yani utafikiri kweli kweli yani. Ni taarifa ambayo inaashiria mpasuko mkubwa wa wazungu. Mpasuko ambao ulikuwepo awali. Wakati Trump ameingia tu madarakani, huu mpasuko ulikuwa wazi kabisa, ulikuwepo. Alivyohamia upande wa Urusi, kulikuwa na huu mpasuko. Ikaja hapa katikati, kama Trump akawa amebadilika, kutaka kurudi na wenzake, kuanza kujaribu kubalance mechi, lakini amerudi kwenye default yake. Yani amerudi kwenye uhalisia wake wa awali kuwa yeye alikuwa upande wa Urusi, hakuwa upande wa Ulaya. Ndio amerudi kule alikorudi. Na shutuma sasa zimeanza. Sasa tishio kubwa la usalama, Marekani inasema kuwa inafikiria kuangalia upya usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine. Huenda ikakata. Licha ya kuwa ilishakata muda mrefu, kwa sababu Ukraine anapokea misaada hivi sasa, sio misaada ya moja kwa moja ya Marekani. Ni misaada ambayo inatoka kwa washirika wa NATO ambao wao wanafidia kwa Marekani. Sawa? Yani Trump alichozunguka hapo ni kuwa Marekani haitoi tena mkopo kwa Ukraine kama ilivyokuwa awali. Isipokuwa Marekani inatoa idhini ya usafirishaji wa silaha za Ulaya kwenda kwa Ukraine. Halafu wale Ulaya wanakwenda kuziba mapengo ya ule mzigo uliotolewa kupelekwa Ukraine kwenda kununua mzigo mwingine kwa Marekani ambaye atawauzia kwa cash. Ndio hali imekuwa hivyo. Sioni kama kuna kitu tofauti. Hakuna tofauti. Kilichopo ni hicho. Sasa Marekani anafikiria upya usaidizi wake wa kijeshi kwa Ukraine. Huenda Marekani akakata tena usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine, au Marekani akaamua kusuluhisha huu mgogoro. Dalili zote ziko wazi. Kwa sababu tayari kuna mabadiliko ya vifungu ambavyo wamevifanya Ukraine na wenzake wa Ulaya, ndio anatakiwa aviwasilishi, ambavyo havikubaliki na Urusi, ambavyo havikubaliki na Marekani. Trump anasema kizingiti kikubwa cha amani ya Ukraine hivi sasa ni Zelensky. Ndio Trump anakizungumza. Zelensky ndio kizingiti kikubwa cha amani kati ya Urusi na Ukraine. Lakini Ulaya hawakubaliani na jinsi Marekani anavyotaka kuimaliza mechi. Kuimaliza mechi, kumpa ushindi Urusi, Ulaya hawataki. Si tu kuwa wana hofu ya kudondoka kwa Ukraine, na wao watadondoka. Yani ni lazima waende katika kuanguka kwa Ukraine, lazima na wao waende. Lakini kuna njia gani mbadala ya kumaliza hili? Nadhani Ulaya sasa wanatakiwa wafungue milango ya mazungumzo na Urusi, ili waweze angalau kubalance baadhi ya story. Unajua Ulaya wamefunga kabisa milango. Hakuna mawasiliano wao na Urusi. Licha ya kuwa kuna baadhi ya biashara bado wanaendelea kufanya. Yani imebaki tu kuwa kinachozungumza ni mikataba. Peleka gesi, peleka mafuta, sijui nani ananunua nini, peleka mbolea, tutalipana kwa maneno tu, lakini hakuna mazungumzo ambayo tunaongea. Sasa Marekani yeye anazungumza na Urusi, Marekani anazungumza na Ukraine. Trump ana wiki ya 3 au ya 4 hivi sasa amefunga vioo, hazungumzi na Ulaya. Hataki kabisa kuzungumza nao Ulaya. Ndio maana unaona kinachotokea kuwa kama mazungumzo ya Ulaya anakwenda Jared, anakwenda Steve Witkoff, au anaenda Marco Rubio. Kazungumze nao, kawaambie nini na nini. Sio Trump. Trump hataki kabisa kuzungumza na Ulaya kwa sababu hataki kubadilika kile anachokiamini kuwa ni lazima tumalize vita kwa Urusi kupewa Donbas na Crimea. Iwe hivyo. Ndio alipopigia mstari. Anasema Trump kuwa maono ya Urusi au masharti ya Urusi yanawezekana, ndio anayoyataka. Lakini anasema Zelensky tumempelekea andiko letu, kagoma hata kulisoma, hajalisoma, lakini anataka kutuletea mengine. Vita hii nzuri na tamu, kwa sababu inatoa taswira nzuri kabisa. Nilizungumza wakati wa mgogoro wa Gaza na Israel. Nilizungumza aliyoyapeleka Trump. Nilizungumza Waarabu walishindwa kuwalinda Waarabu wenzao. Sasa wazungu wanamlinda mzungu mwenzao, kwa sababu kiuhalisia vifungu vilivyo kwenye makubaliano haya ya Trump ya Urusi na Ukraine, mzee, hata mimi ningekuwa Zelensky nisingekubali hayo masharti yaliyopo. Huwezi kuyakubali ukiwa rais ambaye unajitambua, huwezi kuyakubali. Lakini hayo ndio yalikuwa upande wa Hamas. Hawa EU na wengine wakayasukuma, haya ndio bora kabisa. Na Waarabu wakasimama nyuma yake wakasema, haya ni makubaliano bora. Miezi 2 ya usitishaji wa mapigano, Wapalestina 377 wameuliwa, watoto 120. Watu wamefunga zipu zao na midomo haizungumzi chochote, wala hawajui nini walikuwa nakitaka. Jamani, asanteni.